Katika shtaka la kwanza ambalo ni la kula njama, wakili mwandamizi wa serikali Hemed Alfan amesema shtaka hilo linawakabili watuhumiwa wote 22 akiwemo Jennifer Bilikwija almaarufu kwa jina la Nifa, ambapo wanadaiwa kati ya Oktoba mosi hadi 29, 2025 ndani ya wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam walikula njama ya kutenda kosa la uhaini. Kosa la pili ni la uhaini kwa watuhumiwa 21 isipokuwa Nifa, ambapo wanadaiwa kuanzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu 2025 kwa lengo la kuitishia mamlaka na kutekeleza nia hiyo kwa kusababisha uharibifu wa mali za serikali katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kosa la tatu ni kwa mtuhumiwa Nifa peke yake, ambaye anadaiwa kuwa katika tarehe tofauti kati ya Agosti mosi mpaka Oktoba 24, 2025 katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Dar es Salaam akiwa chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa 2025 kupitia biashara yake kwa kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kwenye maandamano. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, washtakiwa wote hawakuruhusiwa kujibu chochote kwa kile kilichoelezwa na hakimu aliamua kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini. Baada ya maelezo hayo, wakili Peter Kibatala kwa upande wa utetezi ameiomba mahakama hiyo itoe amri kwa magereza washtakiwa wote hao waliopata majeraha wapatiwe matibabu. Hata hivyo, hakimu aliamua alitupilia mbali baadhi ya maombi ya upande wa utetezi, huku akikubaliana na ombi la washtakiwa kupatiwa matibabu na ripoti ipelekwe mahakamani. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Novemba 11, 2025 ambapo mahakama itasikiliza hoja za upande wa Jamhuri kwa njia ya mtandao baada ya hoja zilizowasilishwa na wakili Peter Kibatala akidai kwamba hati ya mashtaka ina baadhi ya mapungufu yanayohitaji ufafanuzi wa kisheria. Katika hatua nyingine, mahakama hiyo mbele ya mahakimu tofauti imewasomea watu 130 akiwemo mfanyabiashara Ruth Slaa almaarufu kwa jina la Strong Income mashtaka mawili ya uhaini na la kula njama ya kuvuruga uchaguzi mkuu wa 2025. Hata hivyo, kesi ya watuhumiwa hao imeahirishwa hadi Novemba 19, 2025 na watuhumiwa wote wamerudishwa rumande. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Emmanuel Samuel.